Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kwanza tutaizungumzia kama timu na mafanikio ya Singida Black Stars, lakini tuanze kwanza na taarifa ya meneja wa Yanga Walter Harrison ambaye amezungumza kuhusiana na hali ya wachezaji, ambapo yeye amemzungumzia Aziz Ki akisema Aziz Ki na Yao wameumia, Mwamnyeto pia ana matatizo ya kifamilia. Nikimnukuu hapa anasema Aziz Ki na Yao wana majeraha, lakini kwa upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto yeye ana matatizo ya kifamilia. Ametoa tathmini hiyo ya hali ya wachezaji kuelekea kwenye mchezo huo wa kirafiki. Kwanza kutoka kwenye hiyo ripoti yake, lakini pia kwenda kwenye tukio zima, Juma, unaanzia wapi kulizungumza hili kwenye mchezo wa leo, lakini zaidi na ukubwa wa jambo la Singida wale? Ni mechi ambayo Young Africans wanaenda kwa ajili ya, kama ulivyozungumza, kwa ajili ya mwaliko wa kwenda kuzindua uwanja. Na nilipiga pia story na baadhi ya watu wa Singida, nadhani kuanzia mwanzoni mwa msimu walinihakikishia kwamba uwanja wao muda si mrefu wanaweza wakaanza kuutumia kwa ajili ya mechi za ligi kuu, si ndio? Na kikubwa zaidi walikuwa wanasubiri wakati ya hao wakubwa watatu, sio wawili, kwa maana Yanga, Simba pamoja na Azam. Kama watakuwa na mechi yoyote ambayo itakuwa husisha Singida kuwepo nyumbani, basi wanaweza wakafungua kati na hizi timu tatu moja wapo. Lakini nadhani ilikuwa kama bahati mbaya kufanikiwa. Mechi ya kwanza niliona dhidi ya Simba ilifanyika pale pale kwenye uwanja wa Liti, lakini mechi ya pili dhidi ya Yanga ilienda kafanyika wapi? Kule visiwani Zanzibar. Na mechi ya Azam nayo ilikuja ikafanyika kwenye uwanja wa, bado wana mechi na Azam, si ndio? Yeah. Yes, kwa hiyo target imekuwa tofauti, japo wenyewe walikuja kuelezea kwenye mazingira mengine. Lakini kwa upande wa Yanga nadhani pia ni mechi nzuri kwa upande wao. Wachezaji wengi watahitaji kuweza kupata platform na kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakamshawishi pia mwalimu, kwa sababu ni Yanga ambayo imetoa zaidi ya wachezaji 8 mpaka 9 kwenye upande wa timu, wachezaji kwenda kwenye upande wa timu zao za mataifa mbalimbali. Kwa hiyo wachezaji ambao wanaobaki ni sehemu ya wao sasa kuweza kumuuzia tena mwalimu imani kwa mara nyingine. Ukianza kusikiliza Azam unaona kwamba washamaliza msimu na sasa hivi mwalimu anachokitizama ni kuanza kuangalia wachezaji wapi ambao wanaweza wakamfaa kwa ajili ya msimu ujao. Walikuwa na mechi ya kirafiki na hii ni mechi nyingine pia ya kirafiki, baada ya kuona Azam akicheza, Simba akicheza dhidi ya KMC, leo pia kuna mechi nyingine dhidi ya Yanga dhidi ya Singida. Kwa hiyo wachezaji wanatakiwa ni namna sasa kwenda kumshawishi nani? Mwalimu kwa mara nyingine. Na Yanga wanao wachezaji wengi ambao hawajapata nafasi kwa muda mrefu. Wachezaji kama kina Jonas Gerald Mkude, Salum Abubakar Shwaboy, kina Dennis Nkane. Lakini bado pia hatujamuona hata Ikangalombo pia vizuri, kwa sababu mechi ya kwanza amecheza dhidi ya Pamba. Nadhani alicheza kama dakika 15. Mechi ya pili hatukumuona kwenye ile intensity ambayo tuliona kwenye mechi iliyopita. Na natarajia kama leo atapewa nafasi ataanza kwenye upande wa kosti ya kwanza, inaweza ikawa ni jambo zuri zaidi. Wasiwasi wangu upo kwenye eneo tu la ulinzi. Mwalimu anawakosa wachezaji watatu ambao ni muhimu kwenye upande wa kosi chake. Anamkosa kapteni namba 1 ambaye ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Jana zimetoka sababu akiwa na matatizo ya kifamilia. Sasa sijajua kwa sababu kwa jana kuamkia mpaka leo ni siku ndefu. Inawezekana pengine mchezaji akaja akapatikana labda katikati. Lakini unamkosa pia kapteni namba 2 kwa maana ya Dickson Jobu yupo kwenye upande wa majukumu ya timu ya taifa. Lakini pia unamkosa Ibrahim Baka. Nadhani wakati zinatoka hizo taarifa za hawa kukosekana wawili kila mmoja alikuwa na picha yake kichwani kwamba kuna possibility kubwa akapatikana Mwamnyeto pamoja na Azizi Ndambwila. Lakini unaenda pia kumkosa Mwamnyeto. Ni mchezaji yupi ambaye unaweza ukafanyaje ukamtumia? Mimi sio mtabiri mzuri sana, lakini nadhani katika sehemu ambayo pia mwalimu Hamdi anatakiwa kuweza kuumiza kichwa ni katika eneo la ulinzi, kwa sababu Singida tumeiona namna ambavyo walivyokuwa form, especially kwenye eneo la ushambuliaji. Wanaenda kukutana na mshambuliaji ambaye kawafunga pia. Tunapomzungumzia Soa ambaye mwenye goli zaidi ya 5 mpaka 6, kwenye hizo goli pia amewafunga nani? Young Africans. Amemfunga golikipa bora namba 2 mara 2 zaidi kwenye upande wa ligi yetu kwa maana ya Djigui Diarra. Kwa hiyo sio mechi rahisi na sio mechi ambayo kwa inaweza ikawa
inawapa hueni zaidi hasa kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo nitasubiri kuona Milord Hamdi surprise ipi ambayo anaweza akaja nayo hasa kwenye upande wa eneo la ulinzi. Ukisema mtumia Abubakar Shwaboy pamoja na Jonas Mkude katika hilo eneo, nadhani itakuwa ni uongo zaidi. Ray, mbali na maana yake maandalizi na taarifa hii ya meneja wa club, lakini kwa upande mwingine mechi yenyewe sasa na tukio lenyewe, Singida wameandaa hii mechi maana katikati sawa msimu upo mwisho, lakini tuseme katika ndani ya msimu. Uwanja tumeona wametizi ule muonekano wa uwanja na maana MTV ipo historia ina kama isari moja. Naam, ipo huko. Ulikuwa ni wakati sahihi wa kuifanya hii mechi sasa hivi, uwanja ukiwa kuna baadhi ya sehemu zikiwa hazijakamilika, ama wangetakiwa huenda kujiandaa mpaka mwisho wa msimu? Kwenye ule mwanzo wa msimu kama hizi klabu zina siku yao maalum kwa ajili ya maandalizi ya msimu, ingekuwa nafasi nzuri zaidi kufanya mechi kwa wakati huu. Nafikiri kusema ilikuwa sahihi, wao ndo walikuwa najua ni wakati gani wanataka kuzindua, kwa sababu awali walituambia watahakikisha wanazindua msimu huu kabla hujatamatika, na of course wamezindua within msimu huu, lakini kwenye kusema umekamilika 100%, na nafikiri kwa tulivyoona pitch, of course unaona pitch ipo, ile barricade ya pembeni ipo, toilets at least sasa hivi zipo, japo kuna picha za majukwaa bado hatujapata kuziona. Kwa hiyo nafikiri baadaye wakati wa mchezo tutakuja kugundua kama kila kitu kimekamilika ama bado hakijakamilika. Lakini tukirudi kwenye fact yao ya kuzindua uwanja, kuna vitu muhimu ambavyo vinaipa thamani club. Vitu hivyo ndio hivyo, utakuja kwenye mafanikio ya club kwenye tournaments ambazo inashiriki, utakuja kwenye thamani ya kikosi ambayo Singida tunajua ni moja kati ya klabu ambazo vikosi vyao vina thamani kubwa hapa Tanzania. Utakuja kwenye fan base, yani wale mashabiki wengi waliokuwa nao. Utakuja kwenye aina ya uongozi ambao walionao. Utakuja kwenye ni jinsi gani ambavyo wanaongoza. Utakuja kwenye miundombinu ndio hichi kitu ambacho wameenda kukifanya Singida, kuwa na uwanja wao mbele ya Simba na Yanga ambao ndio vilabu ambavyo vina fan base kubwa, vilabu ambavyo vimekuwa vikiimbwa kwa asilimia kubwa. Kwa nafikiri ni kitu ambacho Singida inaenda kuongeza thamani kwenye brand yao. Sio kwamba tu wanaenda kucheza mchezo wa kirafiki, lakini wanaenda kucheza mchezo wa kirafiki na Young Africans, wanaenda kuongeza thamani, lakini pia thamani ya value kama club inaenda kuongezeka kutokana na vile vitu ambavyo wameendelea kuviongeza. Wanaongeza squad, kikosi chao, thamani yake. Sasa hivi wanaongeza thamani ya miundombinu. Kwa hiyo nafikiri mapato pia yanakuja kuongezeka hapo. Kwa hiyo nafikiri Singida wapo kwenye right track, na mimi huwa kila siku naomba isije ikawa ndio ile Singida ambayo inakuja tena inapotea, unakuta Singida imefanya nini imekuja kushuka. Hii Singida ningependa kuona iwe na consistency, kwa sababu tumechoka kuwa na ligi ambayo unajua kabisa wa kwanza na wa pili atakuwa nani. Tunahitaji competitors wengi, na ili uwe competitor ina maana unatakiwa uwe na consistency, lakini pia uwe unajiandaa kwa ajili ya kushindana na hawa watu. Na kwenye kujiandaa hapo ndio utakuja una miundombinu kujiandaa, kwa sababu squad Singida tayari wanayo. Lakini na kuna wachezaji ambao hapo Singida wanaweza kaanza Simba na Yanga wengi tu. Sasa ukishakuwa na squad unaenda kwenye miundombinu yako iko tayari. Ndio hichi kitu ambacho anakifanya Singida. Kwa nafikiri kama ataendelea kukifanya kwa uendelevu, ligi yetu itaendelea kupewa thamani, lakini pia itaendelea kuwa ligi bora na itaendelea kusogea juu zaidi kuliko hapa ambapo ipo sasa. Na naona pia mwamko ni mkubwa sasa hivi wa wadau kuunga mkono sekta ya michezo nchini, kwa sababu hata uwanja maana yake wadau wamefund kwa kiasi kikubwa kuhakikisha vitu vinafanikiwa. Kwa hiyo hii nayo ni sehemu moja hapo ya kuona soka letu sasa wadau wanakuja. Tutarajie kwenda hata timu nyingine nazo wanaweza wakachukua mfano, hata kama timu ndogo hizi. Kuna mtu naye akaona hapa kuna fursa ya kuweka uwanja nikapewa na jina hapa, watu wakaondoka mjini
vitu vikawa vizuri. Na wewe kwa vile ni mtaalamu wa mambo ya kibiashara unaweza organize hilo swala, lakini tumeona hii ni trend hapo ipo duniani sasa hivi. Yaani unapewa haki za jina la uwanja kwa muda fulani kutokana na contract ambayo wewe unakuwa umeingia, na unatoa kiasi cha pesa kwa ajili ya kuweza kupewa hilo jina. Tuliona kwa uwanja wa Camp Nou wa Barcelona wamepewa, kuna jina ulipewa kutokana na zile biashara ambazo waliingia na contract ambayo waliingia. Na Tanzania tunaona sasa imeanza kuingia. Naomba sasa ikawe ni fursa. Na tunakumbuka kama mwaka jana